Mungu anakupenda, na kwa Mungu wewe ni wa thamani kubwa sana. Amen. Haleluya. Mwanadamu anaweza akakusahau, lakini sio Mungu. Amen. Mungu anakupenda. Haleluya. Mungu Amen. Anakupenda jinsi ulivyo. Haleluya. Pamoja na watu wamekukatia tamaa, pamoja na watu wamekuchoka, pamoja na watu hawataki kukusikia tena, lakini Mungu anakupenda. Amen. Kwa sababu upendo wa Mungu kwa mwanadamu haujawahi kupungua. Amen. Na ndio maana hata dhambi ilipoingia bustani ya Edeni, haleluya, iliharibu mahusiano tu na Mungu, lakini upendo wa Mungu kwa mwanadamu ulibaki pale pale. Na ndio maana Biblia inasema Adamu na Hawa baada ya kutenda uasi kwa Mungu, Biblia inasema wakajikuta wapo uchi. Biblia inasema Mungu akashona nguo akawavika. Haleluya. Akashona mavazi ya ngozi akawavika. Ni jinsi gani upendo wa Mungu ulikuwa upo pale pale. Na ninasema kwa nini Mungu upendo wake huwa haupungui kwa mwanadamu? Hata pamoja amefanya nini? Mungu anachukia dhambi kwa mwanadamu, lakini Mungu upendo kwa mwanadamu hauondoi. Na ndio maana Biblia inasema baada ya mahusiano na Mungu kuvunjika pale bustani ya Edeni, Mungu ikabidi aanze taratibu za kumrudia mwanadamu. Na hizi taratibu akaanza kwa namna gani? Biblia inasema akamtoa mwanaye wa pekee kwa ajili ya ulimwengu mzima. Haleluya. Ili aje utafute ulimwengu, ili aje amtafute mwanadamu, ili aje amtafute mtu wa aina yoyote. Haijalishi umekatiwa tamaa, haijalishi wewe mwenye imefika uoni, imefika umekata tamaa, imefika unajua kabisa mimi sasa, yani mimi sina maana. Nataka nikuambie wewe ni wa thamani kubwa mbele za Mungu. Na ndio maana Mungu akatoa gharama ya kumtoa mwanae wa pekee kwa ajili yako. Amen. Na nataka nikuambie mtu yeyote anapomrudia Mungu, mikono ya Mungu ipo wazi muda wote kwa ajili ya kumpokea mwanadamu. Haleluya. Na angali uhai, basi nafasi ya toba na kusogea mbele za Mungu ipo kwa ajili yako. Amen. Haleluya. Basi na mimi kwa muda huu nimshukuru sana mtangazaji. Ndakwenda kuomba pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndaomba pamoja na wewe, iwe una shida aina yoyote, naomba pamoja na wewe. Yupo Mungu anayeweza. Haijalishi una changamoto ya uchumi. Kama una changamoto ya uchumi, naomba shika mikono yako. Kama unahitaji msaada wa Mungu juu ya uchumi, shika mikono. Ninavyozungumzia shika mikono kwa sababu ya nini? Mikono ni mlango mmoja wapo ambao Mungu anapitisha baraka. Biblia inasema atabariki kazi za mikono yetu. Kwa hiyo Mungu anaachilia baraka kwenye mikono. Adui akitaka kuiba baraka zako, anatumia mikono kuiba. Haleluya. Kwa hiyo shika mikono yako. Kama unahitaji msaada juu ya biashara, juu ya kazi, shika mikono yako. Unaumwa, shika kifua chako. Ndakwenda kuomba pamoja na wewe. Una changamoto, unahitaji mtoto kwa Mungu, shika kitovu chako. Haleluya. Una changamoto mwanaume, unahitaji mtoto kwa Mungu, shika kiuno chako. Kwa sababu kiuno ni mfumo mmoja wapo wa kiroho ambao Mungu anapitisha, haleluya, baraka juu ya watoto. Adui akitaka kukufunga usipate watoto, anashughulika na viuno. Wewe mwanaume, mwanamke anashughulika na kizazi na mfumo mzima kupitia kitovu, kupitia vitu mbalimbali. Kwa hiyo nahitaji kuomba pamoja na wewe na Mungu atakufungua hapo ulipo. Kumbuka kwa Mungu hakuna umbali kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maombi hakuna umbali. Weka imani kwa Mungu na changamoto ya aina yote. Weka imani kwa Mungu na changamoto juu ya watoto. Biblia inasema hivi kwamba Mungu akampa mtoto Isaka Ibrahimu na Sara. Biblia inasema Sara alikuwa ni mzee, ni mkongwe. Maana yake mifumo ilikuwa haiwezekani kabisa kupata mtoto. Biblia inasema alipokea uweza kwa ajili ya kumwezesha kupata mtoto, kwa ajili ya kumwezesha kunyonyesha. Haleluya. Ipo nguvu ya Mungu kwa ajili ya kuwezesha. Haijalishi madaktari wamesema kwa wewe haiwezekani. Nataka nikwambie yupo Mungu anayeweza. Haleluya. Iwe ni mjamzito unahitaji msaada wa kujifungua, shika tumbo. Yupo Mungu anayeweza. Nitakwenda kuomba kwa ajili yako. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, Mungu mwenye enzi, nasema asante kwa ajili ya ukuu wako na uaminifu wako. Nasema asante kwa ajili ya madhabahu yako Baba kwenye redio hii. Bwana Baba, madhabahu yako tunazidi kuinua mpaka nchi za nje, Tanzania yote Bwana, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nami kwa mamlaka damu ya Yesu, kila zuio lililowekwa kwenye tumbo lake, kila zuio lililowekwa kwenye kiuno chake, kila zuio lililowekwa kwenye mikono yake, kila zuio lililowekwa kwenye fikra zake, kwenye mikono yake, kila zuio la kutopata mtoto, kila zuio la kutofanikiwa, kila zuio la kutosonga mbele,
katika damu ya Yesu aliye hai, katika damu ya Yesu aliye hai. Mungu umesema kwenye neno lako, ukatuma utisho, ukatuma mavu watangulie mbele, watakaoondoa waiti watoke, watakaoondoa pelizi watoke, watakaoondoa Yebusi watoke, watakaoondoa kila lozi toke. Upo utisho wa Bwana saa katika damu ya Yesu aliye hai. Upo utisho wa Mungu, upo utisho wa Mungu. Kila zuio juu ya tumbo lake, kila zuio juu ya magonjwa asipone, na amuru hayo magonjwa toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake. Magonjwa ya kasa, magonjwa ya kizazi, magonjwa ya UTI toka ndani yake. UTI za kipepo zisizosikia dawa toka ndani yake. Achia huyo dada, achia huyo kijana. Roho ya utasa, roho ya utasa, roho ya utasa kwenye kiuno, achia hicho kiuno, achia hicho kiuno, achia hicho kiuno, achia hilo tumbo. Roho ya utasa, roho ya utasa, roho za kutofanikiwa katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Kila mazuio kwenye uchumi, kila mazuio kwenye kazi, kila mazuio kwenye biashara, katika damu ya Yesu tunaondoa hilo zuio, tunaondoa hilo zuio, tunaondoa hilo zuio la kutopata bidhaa anayouza. Katika damu ya Yesu tunaondoa hilo zuio, tunaondoa hilo zuio. Anapata bidhaa lakini hauzi. Katika damu ya Yesu achia hiyo biashara, achia hilo biashara, hilo zuio lililowekwa. Anapata bidhaa, anauza, apati faida. Katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu inapita kwenye mifumo ya kazi, kwenye mifumo ya biashara, kwenye taasisi mbalimbali. Katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Funguka uwe huru, hata wewe unayeumwa. Katika damu ya Yesu. Maumivu ya kichwa toka na umwachie, toka na umwachie. Maumivu ya mgongo toka na umwachie, toka na umwachie. Funguka uwe huru katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Nami kwa mamlaka damu ya Yesu Baba, kutokana na baraka ulizoweka ndani yangu na ndani ya utumishi huu, katika jina la Yesu Baba, natamka baraka juu ya redio hii Bwana. Baba, natamka baraka juu ya mkoa wa Iringa, juu ya viongozi wote, juu ya taifa la Tanzania, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Jina lako likatukuzwe, jina lako likainuliwe, jina lako likatangazwe katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Funguka uwe huru, funguka uwe huru, funguka uwe huru katika damu ya Yesu. Kila zuio juu ya safari yake, kila zuio juu ya safari yake ya maisha, zuio juu ya safari yake ya wokovu, anaokoka anaacha wokovu, katika damu ya Yesu naondoa hilo zuio, naondoa hilo zuio, naondoa hilo zuio la kutofanikiwa, la kutofanikiwa, la kutosonga mbele, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Ndio anafunguka, ndio anafunguka, ndio anafunguka, ndio anafunguka, ndio anafunguka, ndio anafunguka katika damu ya Yesu. Achia huyo binti, achia huyo kijana, achia huyo mama, achia huyo mzee katika damu ya Yesu. Achia huduma katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Nguvu za Mungu zinapita, nguvu za Mungu zinapita, nguvu za Mungu zinapita. Biblia inasema yeye ni moto lao, hakuna kitu kitasalia, hakuna ugonjwa utakasalia. Katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Natuma utisho mbele yake, natuma utisho mbele yake, mbele ya kazi zake, mbele ya huduma yake, mbele ya ndoa yake, katika damu ya Yesu. Roho za kutokuoa, roho za kutokuolewa, roho za kutokufanikiwa, roho za kutokusonga mbele, roho za chuma ulete, toka Iringa, toka Dodoma, toka Tanzania, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Wizi wa fedha, wizi wa vipawa, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Achia baraka zake, achia baraka zake, achia baraka zake, achia kazi zake. Naondoa kila mazuio, naondoa kila mazuio, mazuio ya maneno, mazuio ya maneno, katika damu ya Yesu, katika
katika damu Yesu. Walitamka maneno yakaweka zuio kwamba atasoma atapata ajira, atasoma ataajiriwa, katika damu Yesu. Natangua maneno, natangua maneno, natangua maneno juu ya huyo kijana, juu ya huyo binti, maneno aliyonenewa kwamba ataoa, kwamba atafanikiwa, kwamba atasonga mbele, kwamba ataendelea, katika damu Yesu, katika damu Yesu. Nami kwa mamlaka damu Yesu, kwa baraka ulizoweka ndani yangu Mungu, ndani ya utumishi wangu, natamka baraka juu ya huyo binti, natamka baraka juu ya huyo kijana, natamka baraka juu ya hiyo ofisi, natamka baraka juu ya hiyo biashara, ikakue na kufanikiwa Bwana, katika damu Yesu, katika damu Yesu, katika damu Yesu. Nguvu za Mungu zikapite, nguvu za Mungu zikapite, nguvu za Mungu zikapite, mazuio ya kiroho na kwenda kondoa kwa damu Yesu aliye hai, kwa damu Yesu aliye hai. Funguka uwe huru, funguka uwe huru, funguka uwe huru, funguka uwe huru, katika damu Yesu, katika damu Yesu, katika damu Yesu. Popote ulipo, hii sauti inapita, hii sauti inafika mbali kwenye ulimwengu wa roho. Kuzimu wanachia, wanachia uzao wako, wanachia huduma yako, wanachia afya yako, wanachia afya yako, katika damu Yesu. Roho za kuachika, roho za kuachana, roho za mafarakano na kwenda kondoa, ndoa za ujinini zinazoharibu ndoa za Mungu, na vunja hizo ndoa. Mapepo ya kuzimu yaliyofunga ndoa pamoja na watu, na vunja hizo ndoa, na vunja hizo ndoa. Ndoa za ujinini, 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 watoto wa ujinini, na vunja hiyo mifumo, na vunja hiyo mifumo, na vunja hiyo mifumo, katika damu Yesu, katika damu Yesu, katika damu Yesu. Umesema Baba, lakini watu hawa ni watu walioibiwa, ni watu waliotekwa, wala hakuna asema irudisha. Nami kwa mamlaka damu Yesu, narudisha huduma yake, narudisha kipawa, narudisha ndoa yake, narudisha familia, narudisha uzao wake, katika damu Yesu, katika damu Yesu. Kila mauti iliyopangwa, napangua mauti